kuwaambia kwamba tuko tayari, ndio neno la kwanza. We are ready kwa ajili ya battle ya tarehe 3 Julai 2021 siku ya Jumamosi saa 11 kamili inshallah. Tunakwenda kwenye mchezo mkubwa, mchezo unaohusisha wanaita miamba miwili ya soka Tanzania, kwa maana ya record zake. Wanahabari wa kisasa katika hasimu wa jadi, na maana Simba na Yanga wana uhasama, wana vita, wana ugomvi baina yao. Na waasa na kuihusia nafsi yangu, msipende na ikiwezekana liacheni kulitumia hili neno. Sio neno sahihi kwa mustakbal wa maendeleo ya mpira na maendeleo ya vilabu. Naomba sana ndugu zangu. Kwa hiyo tunakwenda kwenye huu mchezo tukitarajia kupata points 3 ambazo zitatupa ubingwa. Ni mara chache mno Simba na Yanga kukutana katika mazingira ambayo mmoja akishinda tu anachukua ubingwa. Mimi nikirejea katika ubongo wangu, ugo yangu inaniambia katika miaka ya karibuni sikumbuki mazingira kama haya yalitokea. Sikumbuki. Labda mechi ninayoikumbuka sana ambayo ilitokea mazingira haya ni ya mwaka 85. Wengine mlikuwa mjezaliwa, wengine mlikuwa mna miaka 3, wengine 2. Simba alikuwa anacheza na Yanga. Simba akishinda bingwa, Yanga akishinda bingwa. Hasa Simba alikuwa wakati mwingine anahitaji draw tu, mechi kavunjika dakika 5 kabla ya mchezo. Kulikuwa na utata katika tukio la penalty. Tukaenda kucheza finali na club moja kutoka Kigoma. Kwa hiyo si mara nyingi kutokea mazingira haya. Na ukiangalia hesabu, draw kwa Simba inakuwa inawafanya wawe, wanasema bingwa mteule, elected champion. Raha sana. Point 74 na goal difference zaidi ya 30 au 29. Manake wenzetu wakipata sare watakuwa ukomo wao wanafikisha point 74 ambazo sisi tutakuwa nazo. Ili Simba sasa akose ubingwa, afungwe game nyingine zote 4, wenzetu washinde game zao 2 kwa margin ya goli zisizopungua 29. Yaani katika mechi 2, moja amfunge goli 15, nyingine amfunge goli 12, au moja ashinde goli 15, nyingine sio afunge 14. Kitu ambacho katika hesabu za kawaida haziwezekani. Jana nilikuwa namsikia mmoja wa watu wao wanasema kwamba wanayo nafasi ya ubingwa. Yes, wanayo nafasi ya ubingwa, wanayo. Ubingwa upi wanaujua wao wenyewe. Lakini kimsingi kombe la ubingwa wa 4 mfululizo liko katika mikono yetu, na sioni nafasi ya timu nyingine yote kushinda ubingwa msimu huu na misimu 6 inayokuja. Sisi Simba, ukiangalia kuanzia mwenyekiti wetu wa bodi pale, na ile bodi yenyewe na management chini ya CEO, na sisi tunaongoza idara tofauti, lakini pamoja na benchi la ufundi na wachezaji na washabiki wetu na wanachama, sisi
dhamira yetu ni moja tu. Achana na vitu vingine, investment nyingine achana nazo. Wana Simba wa generation ya sasa chini ya mwenyekiti Mo, dhamira yetu ni furaha tu. Ni furaha tu basi. Hatuhitaji uongo. Hatuhitaji, yani sisi tunachotaka ni kufurahia matokeo ya Simba. Ndio maana tuna investment fully kwenye results. Yani investment ya Simba ni kupata matokeo ya uwanjani. Haya mengine yote ni ziada. Sisi hatuna dhamira ya uongo kuongopa tutajenga uwanja mkubwa kama Wembley. Hapana. Hatuna dhamira ya kuongopa sisi tutakuwekeza kwa club kubwa kuliko Club Madrid. Hapana. Dhamira ya kila mwana Simba, na itambulike hivyo, ni kuwapa watu furaha. Bas. Ushindi tu. Yani Simba hawahitaji kitu kingine. Mwana Simba anataka furaha, anataka ushindi. Akitoka atambe mtaani, atambe mitandaoni, aseme maneno. Ndio target. Sisi mambo hayo mengine hayo tunawaachia wenzetu endelee kuongopeana na kupeana hadithi za Abunuwasi. Simba tutaki hadithi za Abunuwasi, na hii tunakemea sana. Mambo ya uongo tutaki sisi. Sisi tusiongopeane. Sisi tunachotaka ni furaha. Wana Simba wakimaliza dakika 90 wafurahie. Najua haiwezi kutokea kupata furaha siku zote, lakini mkiwa na malengo ya furaha, maana yake katika asilimia mnaweza mkapata asilimia 95 furaha. Yes. Nenda kwenye results za mwaka huu utajua what a minute. Tunafurahi muda mrefu zaidi kuliko kuumia. Wenzetu hata pale wanapokuwa wanafurahia, lakini huko wana majonzi, huko hawajui hii furaha ya kudumu au inaisha kesho. Tunatumia nguvu kubwa kuwapa watu furaha. Na ukitaka kuona tofauti yetu sisi na wao, jana nilikuwa nacheka. Jana nilikuwa niko hospitali Moshi KCMC nikifanya matibabu ya mkono wangu kama mnavyoona, ambapo alhamdulillah kidogo si haba mpaka nimepata nguvu ya kuja hapa. Lakini nilikuwa nasoma mitandaoni nikiwa hospitali pale na baadaye nikiwa hotelini. Kuna kikundi cha watu, bahati mbaya sana, kinaongozwa na baadhi ya waandishi. Hii ndio inanipa tabu mimi. Na inanipa tabu kweli tena. Kwa sababu unajua si wa Tanzania wote wenye guts kama zangu. Wa Tanzania waoga sana, hata unapokuwa kiongozi hivi unaogopa kusema waandishi, kusema wachambuzi, utaonekana kama watakushambulia hivi. Na kwa sababu watu hawajiamini, wanaona wakishambuliwa wanaweza wakachafuka. Bahati nzuri niko clean sana, na sioni mtu anaweza kanichafua katika jambo la uongo. Hiki kikundi kazi yake ni kuisema vibaya Simba, ni kuhakikisha Simba inakuwa ni klabu ya hovyo, halafu wanatengeneza uongo kwa ajili ya wapinzani wetu. Wanawapa kichwa cha uongo, wakiingia uwanjani uharo mtupu. Jana nimeona mitandaoni wanazungumzia habari ya Mikison. Sio anatakiwa, si manji, uongo mtupu, takataka tu. Nikisema mnaniambia Haji mkorofi, ile ni uongo, takataka. Yes, rubbish. Yule mchezaji ana mkataba. Unaweza tukakufungia wewe mwandishi, tukaenda baraza la habari tukacomplain. Huyu mchezaji ana mkataba. Mnaposema wakati unasema ni rumors, hakuna rumors kwa mchezaji mwenye mkataba. Rumors Yanga wanaweza kata ofa Simba. Okay, walete ofa dola milioni 10, wanaweza kumsajili. Mikison ana mkataba na Simba, lakini yote yanafanywa purposely kwa ajili ya kuwapa furaha washabiki wao. Ni kama watu wanatumika, ni mercenary. Wanatumika tu kudhoofisha ubora wa Simba. Na nawapa mfano. Nyinyi ni mashahidi. Sisemi hili kama naongopa. Mchakato wa transformation ya Simba ulikuwa unazongwa na baadhi yenu kila kona.
Nani kati yenu alozonga mchakato wa mkataba wa transformation ya Yanga? Nani kati yenu alosema chochote? Na imeitishwa mkutano kipengele kwa kipengele, hakijapitishwa, imepitishwa random tu. Wewe mnakubali yeye, lakini ile ingekuwa kwa Simba ile ingekuwa kwa nyinyi wote mashahidi hapa. Ile ingekuwa kwa Simba, mitandao na vyombo vyenu vya habari tungepasuka maubongo wetu. Hamtutendee haki. Mnatuonea. Nani kati yenu hapa issue ya Simba transformation, FCC walikuwa wanapokea simu chini ya 10 kutoka kwa baadhi yenu kila siku? Nani kati yenu anauliza chochote kuhusu transformation ya Yanga au atekee hoji jambo lile liwe vice versa? Natuonea. Bahati mbaya mnaenda mnaandika hata kuhusu habari za uongo za mchezaji ile na mkataba. Mwezi mmoja nyuma mliandika kuhusu Mohamed Hussein, ikaisha. Mshaandika kuhusu Chama, ikaisha. Hamuoni haya kufanya mambo ya uongo kila siku? Watu wanaowasoma kuna siku watawajugudua kwa mnaongopea. Nani kati yenu hapa issue ya Simba transformation, FCC walikuwa wanapokea simu chini ya 10 kutoka kwa baadhi yenu kila siku? Nani kati yenu anauliza chochote kuhusu transformation ya Yanga au atekee hoji jambo lile liwe vice versa? Natuonea. Bahati mbaya mnaenda mnaandika hata kuhusu habari za uongo za mchezaji ile na mkataba. Mwezi mmoja nyuma mliandika kuhusu Mohamed Hussein, ikaisha. Mshaandika kuhusu Chama, ikaisha. Hamuoni haya kufanya mambo ya uongo kila siku? Watu wanaowasoma kuna siku watawajugudua kwa mnaongopea. Wakishagundua mnaongopea, watapoteza imani na nyinyi. Mimi naambia ukweli, mimi sina sababu ya kumogopa mtu. Bahati mbaya mimi very senior kwenu, wengi wenu. Naambia ukweli, hili mnakosea na mnaikosea tasnia yetu. Semeni ukweli. Tutendeni haki. Mafanikio ya Simba mwaka huu au miaka 4 hii yengekuwa ndio yako kwa wenzetu, subhana man ghamara alwujuda bijudi tahiyatan, sijui ingekuwaje nchi hii, sijui ingekuwaje. Lakini kokimia kama hamuoni vile pira lile amulioni, hamuoni chochote, mekaa tu metulia. Alhamdulillah, naona kuna baadhi ya waandishi, kuna baadhi ya wachambuzi wanaanza kuelewa hiyo misingi imara ambayo tulosomeshwa na tulofundishwa na tulolelewa nayo na kaka zetu na dada zetu. Rejeeni tu katika mstari, watakuwa tu wakubwa. Na sisi mjuzi nimwashukuru, nimewapongeza kwa kuingia kwenye transformation. Nimewapongeza sana. Nimewapongeza sana kwa sababu mimi naamini vilabu hivi vyote vikiwa katika mfumo ya kisasa, mpira wetu utakuwa. Bahati nzuri wenzetu hawa walikuwa kufanya kazi ya kumtafuta babu yangu mzee Kilomoni, watakaa kimya. Utawasikia wanamtafuta Kilomoni? Hamtawasikia. Very bad. Mimi nasema kwa uchungu. Mimi ni mwana Simba. Achana mimi, ukiacha usemaji wangu, mimi ni Simba. Mimi sio msemaji tu kama usemaji wengine. Yaani mimi nina passion na timu yangu. Ninachokizungumza na maanisha, kinatoka kwenye moyo wangu. Mimi ni mshabiki wa Simba, achana na msemaji wa Simba. Hii nafasi imekuja baada ya kwa nazungumza kwa uchungu wa klabu yangu. Hamuitendei haki. Baadhi yenu, sio wote, wengi sasa hivi mnafanya vizuri sana. Lazima niseme ukweli, kuna wengi wenu mnafanya vizuri sana. Mimi hodari wa kusoma, nasoma mitandao yote, nasoma magazeti yote, nasikiliza radio zote. Natoa nafasi sana kusikiliza na kuwasoma. Na wajua kila mmoja akiandika tu paragraph moja ajua huyu hapa anakusudia nini. Huyu anataka kutufiksi, huyu atakutengeneza, huyu inajua, najua. Mimi 2001 niko kwenye radio natangaza 20 years back. Unanieleza nini kwenye jambo langu ile ambalo nimeishi nalo, nimekuwa nalo? Kwa na wajua wote nyinyi. Tutendeni haki tu. Na nawaambia, na mkitaka kuamini haki iko vipi, subirini Jumamosi. Referees wakenda kuchezesha kwa kufuata taratibu za mpira, sheria 17. Akalu min alqalili goli 3 wasipungui. Never. Mpira hii mnaitengeneza siku hizi, mnakuja na kiajenda fulani hivi cha kiujanja, lugha za kizamani.
Unajua mechi za Yanga na Simba, hata timu moja ikiwa bora, ikiwa na uwezo, huwa inafungwa na timu iliyokuwa lugha za watu waliopoteza akili. Yaani mtu awe bora alafu ushindane fluke, yani shida mnaichukua fluke kwamba ndio kitu maalum. Yaani kwamba ndio mara nyingi eti kinatokea. Maisha fluke ya cheni. Yaani Simba ina Mikison, ina Morrison, ina Chama, ina Boko, ina Bwalia, ina Luanga, ina Onyango, ina Nyoni, ina Wawa, ina Shabalala, ina Kapombe. Ukachukue watu tu wameokotwa alafu useme inawezekana wakafunga kwa sababu ya fluke. Mpira hautakiwi uwekwe katika mizania ya fluke. Mizania ya mpira ni uwezo, performance, results. Guys, amkeni, wake up. Amkeni. Cheni kuaminisha wanaocheza final ya Africa this year. Wote wameambwa hapo, wengine 3, mwingine kaamba 1 hapa. Finalists wa Africa. This season, sio season iliyokwisha. This season wamekufa pale. Na kama mnatengeneza propaganda tu, mwingine juzi kaokota sio propaganda yake. Unajua wenzao hawa imeingiza milioni 173. Hawa milioni 173. Hakuna club kama hiyo. Wewe unatosha tu, unajua hesabu zetu wewe. Umepata wapi hesabu za Simba? Wewe unajua idara ya habari Simba imeingiza kiasi gani kwa mwaka? Na kama mnaokota tu maneno ilimradi mbalance, msiweke mizania sawa. Aliye bora asemwe, ili huyu asiye bora awe bora. Hivi mnavyofanya huu ni kwa mimi niliposema 10 years back to back, I mean it, kwa sababu najua nani wengine wanasaidia kuifanya sisi tuwe bingwa mara 10. Ni baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu. Mnawapa kichwa hao wasichostahiki. Matukio yake nao wanajua katika level moja ya Simba wakiingia uwanjani kila msimu wali hapa ubingwa mwaka huu watachukua kiko wapi? Net mpaka sasa tushaacha pointi ngapi? Na viporo vingapi? Si wali hapa. Nani kati yenu waliohoji kile kiapo kiko wapi? Wali hapa wote. Wote. Nani alihoji? Ningeapa 100 hapa. Mngekuwa mnapiga Simba mpaka sana za usiku. Lakini mmetulia kimya, mmenyuti. Kama kile kiapo mjakiona. Bwana ndugu zangu bwana. Badilikeni baadhi yenu, badilikeni na fanyeni tendeni haki, tutendeni haki. Huu mpira unawategemea sana wanahabari. Mimi kimsingi sioni nafasi ya kukua kwa soka Tanzania kama si nyinyi. Kazi mnaofanya promotion ya mpira ikiongozwa na mbia mkuu wa habari kwenye football ya sasa hivi ya Tanzania, Azam TV, nafanya kazi kubwa sana. Lakini jitahidini kushape professionalism kidogo. Iwekeni huku kwenye hard news huku, uwezi kukuta jambo la kusingiziana hivi. Kwa sababu haraka utashtakiwa. Lakini huku kwetu kwenye sports huku, ni rahisi mtu kuandika jambo la kutunga na hakuna hatua zinazochukuliwa. Sasa mimi niwaombe wana habari wenzangu, with due respect, nafanya kazi kubwa, mmeutangaza sana mpira, mmetangaza sana vilabu, hata mimi ukuaji wa jina langu umetokana na nyinyi, lakini bado na wawasihi na waomba waambieni baadhi yenu wanaotaka kuharibu tasnia hii warudi katika mstari. Najua baada ya leo hapa mtaunda kama kawaida yenu, mnaundaga kundi fulani la waandishi hivi kwa ajili ya kumwataka haja. Don't care. Kama nasimama katika haki. Na ndio maana huwa akiunda makundi yao nakufa natural death. Kwa sababu mimi nazungumza hapa. Mimi simpondi mtu. Sizungumzi masuala binafsi. Mimi issue yangu ni Simba na haki. Ukiniona mimi nakukosea, ukenda kwenye baraza la habari au kokoto wao ndio watakusuu. Mimi nasimamia haki. Nimetoa wasia kama senior, nimetoa wasia kama mkubwa, nimetoa wasia kwa sababu nazungumzia club kubwa. Simba ndio biggest club ever kwa kutokea East Africa. Ever kuwahi kutokea in terms of results. Jamaa wanapenda
Leo bidi niseme kidogo. Napenda kusema mabingwa wa kihistoria. Mabingwa wa kihistoria. Historia wapi? Historia wapi? Timu inasifiwa kwa historia, kwa mataji. Nenda kwenye data, nenda kwenye statistics. Klabu gani na mataji mengi nchi? Simba. Timu waziri by far. Unazungumzia mataji 27. Hiyo ndio historia, mabingwa wa kihistoria. Unajua sisi ndio mabingwa wa kihistoria. Kuna mtu ana mataji 72, wewe una mataji 48, unazungumzia mabingwa wa kihistoria. Historia wapi? Ni champ of all time wa East Africa, East and Central Africa, ikiwemo Tanzania. Sijawahi kujitapa mimi bingwa wa kihistoria wa Afrika Mashariki. Yes. Sasa Tanzania na East Africa ipi kubwa? East and Central Africa ipi kubwa? Kwa nini tusijivunie hilo? Na nimekaa mnaandika kabisa. Rafiki yangu huwa anaipenda kweli mtani wangu Baraka Mpenja, bingwa wa kihistoria mchezaji midfield Deus Kaseke. Na ndio wewe wewe dogo. Lakini turejee katika mchezo. Ilikuwa lazima hii Waarabu wanaita mukaddima. Wanaita mukaddima, utangulizi. Mchezo of course heshima ya mpinzani lazima iwepo. Kama tunavyoheshimu vile tukicheza na Ruvu, Toto, Mnyela, kama tunakwenda kucheza na wenzetu nao ni wanaume, lazima tutengeneze heshima. Na kwa sababu sisi ni watani wa jadi, heshima ya mtani wa jadi ipo pale pale. Wala hii mechi hatujaongea na Jalla Sha'anu, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwamba lazima Simba itashinda. Hatujapewa elimu hiyo. Tunazungumzia tu in terms of teams zilivyo na wachezaji wake. Lakini kwamba ni lazima kun fayakun, hapana. Mimi katika imani ya dini yangu hainiruhusu kuweka guarantees bila kubalance. Saidieni guys. Wawa akicheza faulo ya red card, say straight red card, apewe hapo hapo. Onyango akifanya faulo kwenye penalty box, kamchezea mchezaji wa Yanga, itolewe penalty yani ile red card na penalty itolewe. Na kama ikibidi hiyo rafu ni ya straight red card, itolewe kadi hata 3 4 zitolewe, nyekundu 7. Hivyo kwa wapinzani wetu. Yani nachokusudia kusiwe na kubalance. Mtu kafungwa goli 5 bila, alafu aenda kufanya faulo ya penalty kwenye boksi na red card, itolewe penalty na red card, wafungwe na la 6 na mchezaji mwingine awe nje. Mpira hauna kubalance. Kwamba washafungwa 7 hawa, kwa sasa hata wakifanya faulo hakuna. Referees wakachezeshe tu kwa mujibu wa sheria 17. Wallahi wabillahi, sheria 17 zikifuatwa, saa 1 jioni kila mwenye ngwande atakuwa kachukua kama vijiguo fulani hivi vya kitashtiti na nini, sawa, lakini na kijezi usiache, sawa, ama makoti na nini, mambo ya mazuri siku hiyo. Watu 13,000 ngapi? 782 pekee ambao wataruhusiwa kukata tiketi. Zile tiketi nyingine zote zile zitatumika kama zilivyokatwa ile siku ambayo wenzetu. Na naye bwana wa NCADAB, yeye atatoa ufafanuzi wa jinsi ambavyo zile tiketi wale watu ambao wamekata wataweza kuingia na utaratibu mzima kuhusu tiketi za NCAD. Lakini tutawaomba wenzetu wa NCAD, hizo tiketi 13,000 tujitahidi sana mauzo yake kusiwe na ucheleweshwaji vituoni. Lakini pia tutaomba washabiki wetu wafike uwanjani mapema ili angalau kusiwe na misongamano mikubwa nje. Viingilio ni shilingi 7,000 mzunguko, 10,000
orange, viti vya orange, lakini na 20,020 VIPD. Siti za VIPA zote zilikuwa zimeisha. Kwa tumebakiza siti za 7,000 mzunguko, 10,000 na 20,020 miongoni mwa zile siti 13,000 na ushee ambazo tumepewa haki ya kuziuza. This is our game. Na hii sio mechi ya kawaida, ni mechi ambayo we need only 3 points kuchukua tena kikombe. Na mwisho, kabla sijamwita mtu wa NCAD, ni waombe TFF kama itawapendeza. Sijajua jambo hili liko katika kanuni, katika mustakabali gani, lakini huwa naona katika ligi za wenzetu wakubwa ambao wakati mwingine huwa tunawaiga, na mara nyingi tunawaiga, timu inayokwenda kucheza mchezo ambao wakishinda wanakuwa bingwa, huwa mamlaka za mpira pale, mashirikisho yale yanakuja na lile kombe. Mara nyingi tunaona Madrid niliwaona wamefanya hivyo, Barcelona washafanya hivyo. Yes, mechi ambayo ukishinda wao unakuwa bingwa. Why TFF wasiwete kombe pale? Wasiogope kusema wao wanapendelea Simba. Ile ni haki tu ya bingwa. Hii TFF msiogope. Waacheni waseme nyinyi mpendelei Simba. Sababu sio anaifunga magoli, afungi Kidau, afungi Karia, afungi yote. Magoli yale anaweka John Rafael Boko, anaweka Louis Mikisoni, anaweka Chama Cleutas, anaweka Bwali. Sasa unaosingizia Kidau anafungaje goli? Seponga fungi. Utasemaje unamlaumu mtu mwingine? Mnaonea bure maskini. Kwa hiyo kama itawapendeza kina Karia na kakangu Kidau, naweza mkaja na ile kombe pale, angalau ikafanyika demonstration ya kutupa. Kwa sasa tunashinda ubingwa, subiri tena we baada ya siku. Hata mimi nimeshangaa. Kwa mfano ile kombe letu la ligi ya kina mama, tumechukua si ubingwa, tushakabidhiwa kombe mpaka leo. Hebu imagine wale watoto washashinda kikombe. Huu mwezi sasa hujawapa zawadi wako, hata ukiwapa ile furaha tofauti na ile siku ambayo, hebu fikiria unawapa kikombe tuchopiga Yanga 3 pale. Kwa furaha inakuwaje? Tupeni tu. Msiogope hawa kulalamika kazi yao. Msiogope, tuleteni kikombe pale inshallah basi.